Haya, sisi tunaye Onesmo Ole Ngurumwa ambaye ni mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Tupo naye hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala kadhaa. Nilikwambia tutakuwa naye kuzungumza mambo mengi kweli. Yako mambo yanayoendelea, masuala ya uchaguzi, masuala ya haki za binadamu, masuala ya haki za kiraia, za kisiasa, yote hayo tutayazungumza na Onesmo Ole Ngurumwa. Tunaye hapa. Karibu sana ndugu yetu. Asante sana. Habari za huko likotoka, habari za kabisa, tunashukuru. Mambo yanakwenda. Ya, wiki imeanza vizuri. Sawa, kabla tujafika mbali sana, THRDC mnajihusisha na masuala haya ya utetezi, haki za kiraia, haki za binadamu na masuala kadhaa. Tuko wapi mpaka sasa nyie mkitazama tu shughuli zenu na hali ilivyo, tathmini ya kawaida tu? Ya, niseme hali ya kibinadamu hapa Tanzania zinayumba kwa sababu tunakwenda, tunarudi nyuma, tunapiga hatua, tunarudishana nyuma. Hatujafikia hatua ya kuwa na stable au tunaweza tukasema hali ambayo inaridhisha kwa muda fulani, kwa muda mrefu, bila kuyumba. Tukumbuka miaka miwili ya mwanzo ya Mheshimiwa Rais Samia ilikuja kama vile kurekebisha yale mazingira magumu tuliokuwa nayo kabla ya hapo. Lakini tunavozidi kwenda mwaka huu sasa, mazingira yanazidi kuwa magumu zaidi. Matukio ya utekaji yamerudi kwa kasi, watu wanapotea, watu wanauawa, watu wanatekwa. Uhuru wa kujieleza nao unawekwa katika mazingira hatarishi. Maana yake ni nini? Kwamba mtu yote anaweza kuhoji, kujieleza, anajikuta yuko kwenye mazingira hatarishi. Haya mambo ndio maana nasema na yumba. Maana yake hapa katikati tulianza kuyarekebisha, tulianza kukaa sawa, tukaanza kuzungumza kwa uhuru, tukaanza haki za watu zikaanza kuzungumza, tukaona mpaka mikakati kabisa ikafanyika ya kisheria, ikaanza kufanyika ya kuboresha mazingira ya ufananishi wa habari. Baadhi ya sheria zikafanywa maboresho kidogo, tukaona sheria mbalimbali zimefanywa maboresho. Hata baadhi ya sheria za uchaguzi tukubali tu kwamba kuna maboresho yamefanyika tofauti na ilivyokuwa. Yapo maboresho machache yamefanyika. Kwa hiyo lakini sasa tunavozidi kwenda, hali inazidi kuwa tete. Unaona sasa hivi hofu zinakuwa nyingi. Wewe ukiwa mwandishi unachunguza, unafuatilia mambo kwa kina, wakati huo unawaza na usalama wako. Ukiwa mtetezi wa haki za binadamu, unahoji, unafanya nini, unafuatilia, wakati huo sasa hayo mazingira hatuwezi kusema kwamba tuko vizuri kwenye haki za binadamu. Yes. Yako maboresho ambayo umezungumza pia kwamba yalianza kuonekana ama yalionekana, ikiwemo pia masuala ya kujieleza kwenye siasa, kule mambo ya mikutano ya hadhara. Unadhani wanaopewa hizo haki wanazitumia ipasavyo, wanazitumia inavyotakiwa? Kwa mfano, umekuwa malalamiko kwamba wanaopewa haki ya kufanya mikutano ya hadhara ndio hao wanatumia hiyo haki kudhihaki viongozi. Kwanza niseme hakuna mtu anayepewa haki. Alishapewa akiwa binadamu. Siku unazaliwa ndio unapewa haki. Haki zimekuwepo toka Adamu na Hawa wanaumbwa duniani. Ndio haki ilianza hapo. Kilichokuja kufanyika ni kuzilinda hizo haki. Sheria, katiba zote tunazotunga zinakuja kulinda haki. Kuna zile haki ambazo zinatengenezwa na kisheria. Kwa mfano kwenda likizo, hiyo ni haki ambayo unatengenezewa na sheria. Lakini zile haki za kawaida, haki ya kuongea, haki ya kula, haki ya kulala, haki ya kuishi, hiyo unakuwa nayo tu kwa sababu wewe ni binadamu. Ndio maana kitu cha kwanza mtoto akizaliwa cha kwanza ni kuongea. Inaonyesha kabisa kwamba haki ya msingi ya binadamu ni kujieleza. Na ndio maana kitu cha kwanza tu mtoto akija duniani anaanza kuongea. Ukiona haongei, unaanza kuwa na wasiwasi, mtoto sio mzima. Kwa hizo ni haki ambazo hamna mtu anatupa. Actually zilichofanyika ni kwamba Rais Samia alikuja kulinda hizo haki ambazo zipo kikatiba, zipo kisheria, zipo kwa sababu sisi ni binadamu. Alikuja yeye akatambua kwamba ana dhamana ya kulinda haki za Watanzania. Kwa hiyo akahakikisha kwamba anazilinda, sio kwamba watu walipewa. Sasa kwenye haki
haki zako lazima, wakati mwingine sheria zinasema hata standard za human right, utumie haki zako vizuri, kwamba unapotumia haki zako usivuruge na haki ya mwingine. Kama una haki ya kutembea, basi usitembee ukamkanyaga mwingine. Hiyo iko sawa kabisa, kwamba kama una haki ya kuongea, basi ongea, lakini usimtukane mwingine kwa sababu tu wewe una haki yako ya kuongea. Hiyo iko, sio kwamba haki haisemi kwamba uwe uwajibike na mipaka. Hiyo ipo kabisa. Nadhani kinachotakiwa tu ni kwamba tutofautishe kati ya kukosolewa na kutukanwa. Sehemu kubwa tunayoiona ni kwamba watu wanakosoa. Sasa watu hawajazoea kukosolewa. Hatujajenga utamaduni wa kukosolewa. Kwa wale ambao wanakosolewa wanadhani kwamba wanatukanwa. Sehemu kubwa, of course hatukatai kwamba wapo baadhi ya watu wanatumia maneno ambayo si stahiki, na tumekuwa tukishauri kwamba jamani, tutumie haki yetu kujieleza ili tusiwape watu sababu za kuja kutusumbua, kwa sababu unaweza ukatetea haki za binadamu, unaweza ukakosoa kwa lugha ya staa kabisa, na mtu usimpe mtu sababu ya kuja kukusumbua. Umeona, yani watu wengine kama mazingira haya ya kutafutana inabidi ujiame mwenyewe. Yani ili usimpe mtu sababu. Mimi sihitaji hapa kuja nikaanza kuzungumza maneno makali, yani mtu akaacha kunisikiliza akaanza kupambana na mimi, lakini naweza nikaongea hivi na busara yangu, lakini nikaeleza mambo mazito na yakaeleweka. Kwa hiyo mimi tumekuwa tukishauri, lakini kwa hiyo mimi niseme tu, sidhani kama kuna watu walitumia huo uhuru vibaya. Badala yake ni kwamba watu wa kuzoea kukosolewa. Bado utamaduni wetu, hasa viongozi wanapaswa wawe wavumilivu sana. Unapokuwa umeshachukua dhamana ya kuongoza wenzako, unabidi ubebe na mizigo yote ya kukosolewa. Unajua wewe umeshakuwa, mimi leo hii hapa inawezekana najulikana lakini sijulikani sana. Lakini siku nikiwa rais, kila mtu atajua kila kitu kuhusu mimi, na lazima nikosolewe, kwa sababu mimi, unajua watu hawaelewi. Viongozi, ngoja niseme, katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema mamlaka ya uongozi yatatoka kwa wananchi. Sasa maana yake nini? Mwananchi, yani maana yake mwananchi ndio anazaa viongozi. Yani ile mamlaka inatoka kwa wananchi, maana yake ni kwamba sisi ndio mabosi. Yani sisi ndio tunaajiri rais, tunaajiri mawaziri, tunaajiri wabunge. Kwa hiyo sisi ndio tunapaswa tuheshimiwe zaidi. Yani sisi ndio tunapaswa tunyenyekewe zaidi. Lakini badala yake ukiona nchi nyingi, yani imekuwa ni tofauti. Yani viongozi wamekuwa wao ndio wazazi, wao ndio wamekuwa mabosi kuliko sisi. Kwa sababu kwa nini tunafanya uchaguzi? Kama kweli sisi, kwa nini watu wanakuja kila baada ya miaka 5 wanakuja kutuomba kura? Sio ingekuwa tu wanaendelea. Maana yake ni kwamba sisi ndio mabosi. Sasa wewe huwezi kuwa umeajiriwa hapa East Africa, huwezi kuwa bosi kuliko aliyekuajiri. Kwa nadhani hiyo dhana kidogo ndo. Kwa hiyo mtu kishakuwa kiongozi, maana yake umetumwa na wananchi, lazima wanyenyekee. Waliokutuma wanaweza wakakuhoji, wanaweza wakakuambia hapana, tulikutuma kasimamie rasilimali zetu, tulikutuma kasimamie wafanyakazi wa nchi hii, tulikutuma kaendeshe taasisi zetu hizi hapa, tulikutuma. Asipoona mambo yanakwenda, watasema mbona rushwa kubwa, mbona taasisi zetu hazifanye vizuri, mbona haya mambo hakai vizuri, mbona hapa hela zimeliwa, unaona mbona hivi event tulikuambia simamia katiba imeweka haki 1 2 3, mbona hizi haki zinavunjwa? Wakihoji watu wasiwaone kama vile wanakosea. Huu utamaduni tukiujenga. Na mmoja niliona mtu mmoja alipost, alikuwa na post utani kwamba kuna rais fulani, alikuwa anatoa mifano. Marais wengi wa Afrika, inapokuja, nadhani ni mwandishi unajua, utani, kuna mtu aliwahi kukaa akachukua akatengeneza picha, yani ndio akawa rais, alafu Obama akawa kama vile ndio anampigia saluti. Unaona sasa, lakini akamwambia ni jambo, wakampongeza, akamwambia uenda siku moja na ukawa rais. Lakini hiyo ukiifanya huko kwenye context yetu, unaweza kujikuta na tumeona matukio mengi yamefanyika. Mtu anaweza akakaa kwenye kiti aka imitate au akataka kujifananisha na rais na nini. Lakini tunaona kitu atakachotukiwa. Rais Mwinyi hapa aliwahi kutukiwa kiatu, lakini akasema ule mtu asifanywe chochote. Kwa hiyo wakati mwingine nadhani viongozi wanapaswa waelewe kwamba kukosolewa au watu kuhoji mambo yao wazoe. Yani nadhani tufike mahali tutawafundishaje, na ndio maana nasema kizazi sisi tumekuwa tukisema watu waanze kufundishwa kutoka wakiwa wadogo. Tolerance, uvumilivu, kwamba unaweza kukosolewa ni jambo la kawaida. Yani tuna kizazi ambacho, na ndio hata kwenye level za familia maisha yanakuwa ni magumu kuishi hata huku miongoni mwetu, kwa sababu hatujazoea mtu kuambiwa bwana, wewe hapo usoni wako mbona kuna masinzi, hebu futa. Mtu anaweza kukutukana akakupiga mawe, ni kweli una masinzi, lakini kwa sababu tu wewe umemwambia, unaona
atakasirika. Sasa hiyo ndio changamoto mimi nadhani hiyo sehemu kubwa. Sikatai kama ulivyouliza kwamba kunaweza kuwa na hizo changamoto. Sawa, yako mambo mengi ya kuzungumza kipindi hiki pia ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi. Iko mijadala mingi ambayo inaendelea. Ukiwemo pia mjadala wa mfumo wenyewe tunaoenda nao kwenye uchaguzi. Nyewe pia ni sehemu ya watu ambao mnaangalia kwa karibu ya mambo. Tuna tume huru ya uchaguzi kwa sasa. Tume huru ya taifa ya uchaguzi ikitoka kwenye tume ya taifa ya uchaguzi. Yako mambo kadhaa ambayo yamebadilishwa ambayo wenyewe wanakuambia ni matakwa ya wengi na yamefanywa mabadiliko. Mnauona wapi mchakato wa uchaguzi mpaka sasa kuelekea kwenye uchaguzi wenyewe? Mchakato wa uchaguzi uko kwenye giza nene. Tuseme ukweli, mchakato wetu wa uchaguzi unagubikwa na giza nene kwa sababu zifuatazo. Kwanza, tumeshindwa kutumia vizuri fursa zilizokuwepo za baadhi ya maboresho ambayo tumeyafanya. Nasema hivyo kwa sababu tumefanya maboresho pamoja na kwamba sio maboresho makubwa, lakini kuna maboresho yamefanyika. Tukubali tu kuelezea kwamba Rais Samia alijitahidi kufanya maboresho kadhaa. Tume ya uchaguzi ukiangalia kwa maboresho yaliyofanyika, kuna namna fulani ya nguvu na uhuru wamepewa. Kwa mfano, tume sasa hivi pamoja na kwamba sheria haijatekelezwa kama inavyotakwa kwamba tupate wale wajumbe kwa kuomba na nini, na ndio maana sisi tulisema wale wajumbe kwanza walipaswa kuondoka ili tuwapate wajumbe kwa utaratibu mpya, kwa sababu wengine mle ndani wako wengine hata wana uhusiano na vyama. Tukasema tuanze upya. Hilo ndio kosa kwanza. Sheria imekuja vizuri kabisa, imesema wajumbe wa tume wataomba kazi kwa utaratibu uliowekwa, lakini bado wakaendelea wale. Kwa hiyo tulianza kukosea hapo. Tumetunga sheria nzuri, bunge umetungia sheria nzuri, lakini tukashindwa kutekeleza. Lakini la pili, tume imepewa mamlaka kidogo makubwa, inatunga kanuni wenyewe. Lakini sasa angalia namna walivyoendesha shughuli za kanuni hizi wanazotunga. Kwa mfano, sisi asasi za kiraia tumetungiwa mazingira magumu sana ya kufanya kazi na waandishi wa habari. Hautakiwi kuhoji, hautakiwi kujieleza, na ukishapewa vile vibali vya kusimamia uchaguzi, hutakiwi kuja kuongea na chombo cha habari, hutakiwi kufanya chochote. Waandishi wa habari hutakiwi kwenda na kupiga picha. Kwa hiyo kanuni zimeenda kuvunja zile. Sasa tunajiuliza uhuru waliopewa wameshindwa kuutumia vizuri, kiasi kwamba sasa inaonekana tatizo ni kubwa mno. Wameshindwa kutumia uhuru wao. Yaani uhuru wao umetafsirika kama vile ni kubana watu, ni kujifungia zaidi. Tumeona kabisa malalamiko ni mengi. Tume kwa sasa hivi, kwa sisi ambao tumekuwa tukifuatilia mambo ya uchaguzi nchi hii, ukiangalia tume sasa hivi inavyofanya kazi, ni kama vile wamekubaliana kwamba wasiongee na mtu yoyote. Yaani wamejifungia wasiongee na Watanzania. Wanasahau kwamba ile tume ni ya kwetu sisi. Yaani sisi ndio tumeunda ile tume ili isimamie uchaguzi wetu. Lakini sasa ukiangalia wao, watu wengi wanalalamika. Kila mtu analalamika. Nadhani hata mliona Chadema walisema wanaandika barua hawakujibiwa. Jana nimeona Warioba kila mstaafu wasimkuwa kilalamika. Sisi wenyewe, mimi naponya na rais wa TLS, tulikuwa pale hatukupokelewa katika mazingira ambayo tuliyatarajia. Kwa hiyo watu wengi wamekuwa wakiandika barua, hakuna majibu. Maana yake nini? Wakialikwa kwenye mikutano kuja kutoa semina, hawaji. Yaani maana yake sasa wameshindwa kutumia ule uhuru wao kufanya kazi zao. Ndio maana nikasema hizo changamoto hizo za tume ndio zinatupelekea hapa tulipo, kwa sababu wao walipaswa kuwa wanawajibika kwa kila malalamiko linalohusu uchaguzi. Wao ndio watakuwa watoe majibu, na sio rais, sio chama CCM wala sio nani. Wakati mwingine sasa hivi ni kama vile tumebebesha mzigo CCM na rais na serikali kupande mwingine au vyama vya siasa masuala ya uchaguzi, tukasahau kwamba tuna tume ambayo inalipiwa pesa nyingi sana kwa ajili ya uchaguzi. Kwa mfano, Chadema wameanza kulalamika no reform no election, na sio Chadema tu, Watanzania wengi toka Januari. Naona toka ule uchaguzi wa serikali za mitaa ufanyike. Lakini ni lini mwae kuona wao wamekaa wameita wadau kuhusu kujadiliana hizo hoja? Kwa sababu kuna hoja nyingi sana zinazolalamikiwa za uchaguzi ambazo wao wangeweza kuzifanyia kazi bila hata kusubiri watu watafute mheshimiwa rais, watafute sijui vyama, watafutane. Walikuwa na uwezo. Kwa mfano, zile hoja za Chadema za no reforms nyingi sana, tume walikuwa na uwezo wa kuwaita na kukaa nao na kuwaambia, sasa hofu yenu nini mawakala? Sisi tutahakikisha kwamba mwaka huu hakuna wakala atakayesumbuliwa. Hofu yenu ni nini? Wasimamizi wa uchaguzi wanakimbia vituo ili wapinzani wasilete kuenguliwa. Anayesimamia swala la uchaguzi ni tume. Kwa nini asiwaite hawa wanaolalamikia swala la kuenguliwa, wakae wazungumze? Kuna swala la polisi kutumia vyombo vya usalama kutumia nguvu wakati wa uchaguzi.
tume ndio imepewa mamlaka nchi hii kusimamia uchaguzi. Walipaswa, hata jana tulivyokuwa kwenye mkutano wa TLS, walipaswa wao ndio walione hilo, alafu waseme sasa jeshi la polisi litasimamiwa na tume. Kwamba tupeni wa polisi watakao simamia uchaguzi, alafu sisi ndio tuwasimamie ili kuepuka haya malalamiko. Yani kwamba sisi ndio tunawaagiza. Yani sio tena wasiagizwe na mtu mwingine. Kama mkutano wa hadhara unafanyika, ni tume ndio iwe inasimamia. Na ndio maana tukasema tume iwe na wastaafu wake, iwe na watumishi wake wa kuwaajiri. Wasitumie watumishi wa serikali. Na sheria imewaruhusu, wameshindwa kutumia. Sheria imewaruhusu kutafuta mtu yote ambaye sio mtumishi wa serikali. Akasema wewe wilaya hii fulani njoo bana nani hapa, naenda kasimamia wilaya fulani. Wakatengeneza watumishi wao ambao wataweza kutenganisha na ile dhana na ile hofu ambayo imejengeka kwamba watumishi wa serikali kwa sababu ni wateule wa rais na wengi na rais naye ni mgombea, basi watashindwa kuwa neutral. Kiukweli ndio hivyo ilivyo. Sasa wao wameshindwa. Kwa hiyo nimesema nijikite hapo kwamba tume ndio imetuangusha kwa sehemu kubwa. Wameshindwa kufanya majukumu yao. Kwa hiyo wakulaumiwa kwa sehemu kubwa, kwa sababu wao wana mamlaka, wamepewa uhuru. Si wangefanya basi alafu waingiliwe tuone, alafu atuambie kwamba si tuliamua kufanya hivi tukaingiliwa. Angalia kanuni walizo kufanya juzi. Kanuni zile za kusaini. Inakuwaje wewe uje yani kanuni zisainiwe kwa siku moja? Kwa mfano mtu angepata ajali huko njiani wakati anakuja kusaini kanuni, ungemtoa? Yani katika mazingira ya kawaida watu wako kwenye malalamiko, chama bado kina malalamiko kuhusu mambo ya kanuni na sheria, alafu wewe unataka kwenda kumlazimisha kusaini wakati hujakaa naye kuzungumza. Unaona, ndio maana nasema kwamba culture ya uzungumzaji. Mimi nasema kwa sababu nakumbuka 2015 tume ilikuwa inaongoza sana majadiliano nchi hii. Kuna kumbuka kile kipindi kile tulikuwa tuna malalamiko ya mita 200, ugomvi wa mita 200 kati ya vyama na tume. Alafu kulikuwa kuna swala la wale walinzi security guard wa vyama. Tulikaa pale ni Africa Hotel tukatengeneza mwafaka kuhusu masuala mawili. Tulikuwa wote, tume ilikuwepo, mwenyekiti Lubuva, tulikuwa taasisi zote, polisi, vyama vya siasa, viongozi wa dini, msajili, mahakama, tukakubaliana kwamba sawa, twende watu waende wakapige kura, lakini wakati wa kuhesabu ndio watarudi. Tukasema security guard wawepo, lakini kuna mipaka wakawekewa. Sasa hili la mwaka huu kwa nini linashindikana? Kwa nini? Sawa, tunaye mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC, Onesmo Olenguruma. Tunaye hapa kukumbusha kuhusiana na Azam TV, ambapo Kombolela na Mzano Mapenzi ni moja ya tamthilia ambazo pia zinaendelea kule. Hiyo ni Ijumaa hadi Jumapili sinema zetu, lakini pia Tufani na tamthilia ya Kiki ni Jumatatu hadi Alhamis ndani ya sinema zetu. The Great Seljuks ni saa 4 usiku ndani ya Azam 2. Kuna The Good Doctor ni ndani ya Azam 1, daktari hatari akifanya makubwa kwenye taaluma ya tiba. Heartless ni tamthilia mpya ya telenovela ndani ya Azam 1 kuanzia saa 3 usiku. Lakini pia jiandae sasa kwa msimu wa moto wa burudani. Lipia kifurushi chako cha Azam TV leo na uhakikishe hukosi hata sekunde moja ya msisimko huu. Azam TV wanakuambia kiwashe. Tukirudi bado tupo tunazungumza mengi kuhusiana na yanayoendelea kwenye masuala ya siasa, haki za binadamu, haki za kiraia na masuala mengi ambayo tunaendelea kuyajadili hapa.
East Africa Radio, tupo live pale, nenda kaandike yale ambayo unasikia. Una swali lolote unaweza pia kuuliza kupitia hapo, lakini pia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na X nako pia unaweza kuandika. Ukishindwa pitia hata kule kwangu kwa Exaudi Msakabari pia andika, au kwa Godfrey Mchungu, Godfrey Safa, nenda pale andika maoni yako pia naye hapa kwa ajili ya masuala kadhaa tunaendelea nao. Tunaye Onesmo Ole Ngurumwa ambaye ni mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC. Tuko tukizungumza masuala mengi hapa. Nasikia ndugu yangu Mchungwe. Tunayo mengi hapa ya kuzungumza kwa kabisa. Naam, sasa ulikuwa ukizungumza kuhusiana na maboresho ambayo mnatamani muyaone. Kuna swala la muda limekuwa likitajwa. Ambaye muda unatosha, yani haya yanazungumza muda makubwa. Kwa nini tusimalizie tu jambo hili? Uchaguzi wetu tulikuwa tukizungumza hapa hivi karibuni na katibu wa uenezi wa CCM Dar es Salaam. Akawa anasema huo muda ambao unazungumzwa pia tukisema labda uchaguzi usogeze mbele, tumevunja katiba. Na katika hapo Mtei tumemsikia juzi mzee Walioba anasema swala zima la kanuni inahitaji tu kumaliziana pamoja kwa wadau kuweza kukaa kuzungumza. Swala la muda limekaaje? Kwanza niseme tu kwamba tuelewe kiini cha tatizo. Mfumo wa uchaguzi, changamoto za uchaguzi nchi hii ni kweli asilimia kubwa zinatokana na mfumo wetu wa kisheria na wa kikatiba, na huwa hujaanza leo. Umeanza toka tunaanza uchaguzi wa vyama vingi. Tulishakosea tukajenga nyumba ya gorofa kwenye msingi wa nyumba ya kawaida. Kwa tatizo hilo ni kubwa la kisheria. Lakini pamoja na changamoto hiyo, bado tumeweza kuwa na chaguzi za mfumo wa vyama vingi, na vyama vingi uchaguzi umeendelea, umekuwa na uchaguzi ambao tuliufanya vizuri kabisa na ukawa na matokeo makubwa kwa vyama vya upinzani ni 2015 kwa sheria hiyo na kwa katiba hiyo. Lakini tukaja kuharibu uchaguzi 2019 na 20 na 24 tena kwa sheria na katiba hiyo. Sasa hapo kwa mtu ambaye anafikiria zaidi anajiuliza tatizo liko wapi? Tatizo ni sheria pia au tatizo pia liko la kimaadili? Unaweza kuwa na sheria nzuri sana, unaweza kuwa na katiba nzuri sana, lakini bado swala la uchaguzi likawa ni changamoto. Kenya hapo ndio nchi pekee ambayo imefanya maboresho makubwa sana. Imefanya maboresho ya kikatiba ya sheria kuliko nchi yoyote nadhani, lakini bado wana changamoto nyingi za kiuchaguzi. Tunataka kusema ni nini? Kwamba tumefanya maboresho mengi, tumejitahidi kutafuta maboresho, na tunashukuru kwamba maboresho yamefanyika kadhaa kuhusu mfumo wa uchaguzi. Lakini toka Rais Samia ameingia madarakani, tukashindwa kutambua kwamba changamoto tulizonazo au zilizotokea kwa mfano 2019 na 20 sehemu kubwa hazikuwa za kisheria, zilikuwa za kimaadili, zilikuwa ni za utovu wa nidhamu, zilikuwa ni za mitazamo ya watu kuhusu mfumo wa upinzani. Yani ni watu waliamua tu kwamba tunaumaliza mfumo wa upinzani. Unaona Yani ni watu tu waliamua kwamba tusumbue utaratibu wa upinzani. Yani zile nidhamu, kwa mfano kuanzia tume zinazosimamia uchaguzi, taasisi zote zinazosimamia uchaguzi, walikosa nidhamu, walikosa tuseme ule uzalendo wa kusimamia chaguzi zetu kwa mujibu wa sheria zilizopo. Kwa sababu hata sheria zilizopo sio kama mbaya kiasi. Kwa mfano niwaulize, mtu anamuona kabisa mgombea wa upinzani anarudisha fomu, alafu anafunga ofisi. Sasa hiyo ni tatizo la kisheria au la kinidhamu? Unaona mtu anaamua kuengua tu wakala. Kikatiba sababu za kumwengua mtu uchaguzi ziko wazi. Umri, asiwe na chama, asiwe ni raia. Hizo ndio kubwa za katiba. Lakini mtu anamwengua mtu kwa sababu tu amekosea kwa kidogo herufi za chama yake, badala ya kumpa nafasi ya kwenda kujirekebisha. Sasa hiyo ni naona nakasema kwamba sehemu kubwa tumejitahidi kuzungumza sheria, tukasahau kuzungumzia zile tabia za watu tulionao, mitazamo ya watu tulionao kuhusu uchaguzi. Hayo ndio maana nikasema muda unaweza ukatosha kwa sasa, kwa sababu tunatakiwa kubadilisha sasa hivi ni kwenda kwenye majadiliano, kwenda kwenye maridhiano, kwamba zile tabia ambazo zinaumiza mfumo wa upinzani Tanzania zote zisiwepo. Kwa mfano tabia za wasimamizi wa uchaguzi kusumbua mawakala, hiyo tunaweza tukakaa tukakubaliana kama taifa kwamba mwaka huu hakuna wakala wa chama cha upinzani atasumbuliwa. Hiyo uhitaji kwa mfano kubadilisha sheria, unahitaji kubadilisha tabia na kuweka misimamo na makatazo kwamba sisi leo wa Tanzania
vyama vyote, Watanzania wote, makundi yote tumekubaliana kwamba tutakwenda kwenye uchaguzi, hakuna wakala atakayesumbuliwa, hakuna mgombea wa upinzani atakayeenguliwa kwa sababu nje ya zile sababu kuu nilizozitaja. Hiyo tunashindwa. Sidhani kama tunashindwa. Huo muda wa kufanya hayo upo. Of course masuala hakuna kufumua katiba sasa hivi ni ngumu. Na mimi sipendelei kufanya mabadilisho makubwa ya kisheria na kikatiba wakati watu wana homa ya uchaguzi. Tunakumbuka iliyotokea kwenye katiba mpya. Tulienda kubadilisha katiba mpya karibu na uchaguzi. Ule mchakato ukavurugika kwa sababu tayari watu walikuwa kwenye homa za kiuchaguzi. Mimi sipendekezi na wala sioni kama ina tija kwa taifa. Waanza kufikiria maboresho ya katiba au kusogeza uchaguzi mbele kwa wakati huu. Kwanza katiba ya iruhusu kwa sababu ya kupicha itaonekana kana kwamba tunataka kubadilisha katiba kwa sababu tu ya maeneo kadhaa ya uchaguzi, lakini maboresho ya sheria nchi hii yanahitajika mengi sana, maeneo mengi. Kwa mimi nilikuwa nashauri kwamba yale mambo yote yanayolalamikiwa na upinzani na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu sio wapinzani tu wanalalamikia. Kwa sababu tunalofanya Watanzania tumegeuza kufanya uchaguzi uonekane ni wa wanasiasa. Mambo mengi tunayolalamikia sisi Watanzania yanapaswa yatatuliwe kwa njia ya maridhiano. Na ndio maana sisi toka mwanzo tumekuwa tukiimba maridhiano, makubaliano. Na ndio maana nimelalamika kwamba nchi hii tunafanya kosa kubwa sasa kipindi hichi. Utaratibu wa kukutana na kufanya majadiliano, utaratibu wa kukutana na kusikilizana tumeuondoa. Na ndio maana unaona leo tumefika hapa tulipo. Ni kwa sababu tumeua utaratibu wa kukaa. Pande zote zina changamoto. Pande zote. Yaani pande zote, manake upande wa serikali, upande wa chama tawala, upande wa vyama upinzani, upande wa Tanzania wengine, wote tunadhani majadiliano, of course wakati mwingine majadiliano pengine huko nyuma ya kuwahi kuzaa matokeo mazuri, lakini hatuwezi tukaacha majadiliano kwa sababu pengine labda kuna majadiliano yalifanyika hayakuonekana matokeo mazuri. Umezungumza vizuri kwamba wanalalamika wa Tanzania wote. Na ukisikiliza na ukifuatilia unaona walioko mbele sana ni vyama vya upinzani kadhaa, kimoja viwili, wanaharakati nyie mnazungumza. Kuna ripoti zote ambazo zinaonyesha idadi au ukubwa wa Tanzania, kwa sababu wakati tunalalamikia kuhusu mfumo wa mchakato wa uchaguzi, wananchi mbalimbali wanajitokeza kuandikisha, na inatajwa ni namba ni kubwa kujiandikisha kusubiri uchaguzi. Serikali za mitaa, wananchi walijitokeza kupiga kura. Nataka hiyo picha ya kwamba Watanzania wengi wanalalamika, kwa sababu hata ukija kwenye vyama vya siasa unasema vyama vya siasa wanalalamika, ukifuatilia na gundua ni kimoja au viwili. Hiyo namba au ripoti ile ni uthibitisho kwamba sasa hii issue ni ya Tanzania, hii ni Watanzania hawataki. Ni kwanza unaweza kuwa unalalamika kuhusu ajira, kuhusu mishahara na bado kaenda kazini. Hiyo eleweke. Watu kwenda kujitokeza kupiga kura imaanishi kwamba wameridhika. Kwanza wamefanya ungwana. Kwamba wamefanya hivyo wakijua kwamba watakwenda ambayo na hapa nguvu watawala kwamba simnaona mambo yatabadilika. Lakini changamoto inakuja ni kwamba kujiandikisha, wengine wanakwenda kujiandikisha wapate kitambulisho kwa ajili ya kutumia kwenye matumizi mengine. Tuna uzoefu kwamba wakijiandikisha watu 30,000 wanaokuja kupiga kura wafike 10,000. Hiyo ndio nchi yetu na uko wazi. Sasa tujiulize kwa nini watu wengi wanajiandikisha? Ilishafanyika kabisa, wameshafanya survey. Kwa nini unajiandikisha? Mimi najiandikisha ili nipate kitambulisho, nisiwe nasumbuliwa mahali pengine. Yaani mtu amekwenda kutafuta kile kitambulisho, sio kwenda kwa ajili ya kupiga kura. Na ndio maana unakuwa wakati wa uchaguzi watu wengi hawaendi kupiga kura kwa sababu wanaona kwamba haoni faida ya kura. Kura imekuwa ithaminiwi nchi hii. Uchaguzi ni mchakato mzuri sana wa Mtanzania kuamua mustakabali wake, lakini hauheshimiwi. Kwa hiyo watu hawaheshimu, watu hawana interest, na sasa hivi ndio hali imeshuka. Kimsingi tungekuwa tuna vyombo huru vya kufanya utafiti, kimsingi hari na moyo wa kwenye uchaguzi umeshuka kwa sehemu kubwa. Kama mnafuatilia mitandao, mnafuatilia watu mitawani na nyinyi waandishi wa habari, hali imeshuka na Watanzania wengi wanaona kabisa kwamba tunahitaji mabadiliko. Sasa bahati mbaya mifumo yetu imetulazimisha kwamba tuende kwenye uchaguzi kupitia vyama vya siasa. Naona tofauti na nchi zingine kwamba lazima uwe na chama ili uweze kushiriki uchaguzi uweze ndio maana unaona kwamba vyama vimekuwa vikionekana wenyewe ndio vinaongoza. Lakini tukikuwa na mfumo ambao unaruhusu mtu yoyote, watu wote na watu wote wakana, ndio maana wakati mwingine tumekuwa tukiwalaumu pia vyombo vya habari hamtoi nafasi ya Watanzania kuelimishwa au kuna wao kujielimisha kuhusu mambo ya msingi ya kitaifa. Sasa unajikuta wakati mwingine sehemu kubwa ya Tanzania wako, ukiacha wale ambao wanatumia mitandao, hawana taarifa sahihi kuhusu mambo ya msingi ya kitaifa. Kwa hiyo bado niseme tu kwamba swala la uchaguzi linalalamikiwa na Watanzania wote. Na siku zote uhitaji kupata namba kubwa. Mwalimu Nyerere wakati tunaingia mfumo wa vyama vingi ni watu 20% tu
ndio walitaka mfumo wa vyama vingi, lakini akasema hawa ndio wa muhimu kuliko hawa wanaokataa. Naona kwa sababu hawa ndio wameona Tanzania miaka mingi ijayo. Yani hawa ndio hawako, unajua mtu baka hataki kitu kipya, huyo ameshaamua kutoka kwenye comfort zone. Unajua mtu kiwa umekaa umetulia sehemu fulani unapata kila kitu, huwezi kufikiria kutoka pale. Kwa hiyo wale ambao wanataka kututoa tulipo, maana yake wana nia njema na nchi hii, na Watanzania wengi wana huo uoga, wanataka mabadiliko, lakini uoga umejengeka kutokana na matukio kama haya. Kwa hiyo mimi niseme kwamba mabadiliko ya nchi hii yanahitajika sana, makubwa ya kisheria na kikatiba, sio tu kuhusu uchaguzi, kuhusu mfumo wote wa utawala. Sasa hatuwezi tukaubadilisha tukiwa na pressure kwenda kwenye uchaguzi. Hatuwezi kufanya mabadiliko makubwa tukiwa na pressure kwenye uchaguzi, kwa sababu tutafanya vitu kwa interest za kiuchaguzi zaidi. Kama tulifanya 2014 mchakato wa katiba. Twende kwenye mazungumzo. Kanuni zinaweza zikabadilika. Kanuni ziko chini ya ni vitu ambavyo vinaweza vikabadilika. Kanuni zinaweza zikabadilishwa, lakini pia ile mitizamo na tabia mbaya ya kimaadili za wote wanaosimamia uchaguzi, kuanzia polisi, tume na wengine wote wanaohusika, hizo tunaweza tukaenda kuzidhibiti tutakapokuwa na mwafaka wa kitaifa. Ndio maana sisi tumeomba miaka yote na tumejaribu kuongea na vyama vyote na taasisi zote, tumewashawishi kwa njia mbalimbali, twendeni kwenye maridhiano ya kitaifa. Kama kweli tunataka kwenda kutunza amani ya nchi hii, kama kweli tunataka kumridhisha Mtanzania, kila Mtanzania, kwa sababu vyama vyote vina watu wake. Chadema kwa mfano ina wafuasi yake, tena wale ina wanachama na ina wafuasi. Sasa wale wote tukizirizika tu kwamba tuende kwenye uchaguzi, chama kingine kikubwa kama hicho hakipo kwenye mchakato, maana yake tutakuwa tumewakosea. Sawa, tutakuja kuendelea kuzungumza na kumalizana na Onesmo Ole Nguruma, mratibu wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania, baada tu ya kupata news update. Muda mchache ujao tayari Abel Kilumbu uko hapa. Mimi naitwa Exaudi, mtaendelea kubakia na sisi hapo hapo. Tumevuka boda kuiunganisha miji mikuu ya Tanzania, Kenya na Uganda, na kwa pamoja tumeichagua East Africa Radio kutuleta pamoja. East Africa Radio.